Happy Sabbath and happy day. Asanteni sana, tunawashukuru nyote mahali popote mlipo na tunawakaribisheni nyote mahali popote mlipo katika ibada ya siku ya leo, ikiwa ni sabato ya kwanza wa mwezi wa Julai. Changamoto ziko, lakini Mungu ametujalia bado tuko na tunashukuru ya kwamba ibada zinaendelea kama kawaida. Ningependa kufanya makaribisho kwa wale ambao wanatusaidia katika siku ya leo katika ibada ya uimbaji. On my far left tunaye mwalimu Nancy Onyango ambaye ni wa sign language, anashughulikia hao wa special need. Anayenifuata atajisemea majina. Happy Sabbath, my name is Alice Mutaimwa and welcome to this Sabbath. Asante. And my father's right, I have mwalimu ongea wa kusikize. Happy Sabbath, David Oloch. Asante. Nami pia naitwa Anthony Ouma. Kabla tujaanza uimbaji, basi tutaongozwa katika maombi na dada yetu. Let's pray. Almighty Father in heaven, we thank you for having taken care of us up to this moment, Father. We pray that as we begin this session, you will be with us, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Tunaimba wimbo namba 52 katika nyimbo za Kristo, nipe Biblia, ya kwamba Biblia ni taa ambayo inatuangazia njia. Inatuonesha kwamba tuko wapi katika nyakati hizi tunaposoma Biblia sawa. Kwa hivyo tuweze kuimba kwa nguvu na furaha zote, manyumbani, pale popote tulipo, pale popote tunapotazamia. Tunaimba wimbo namba 52. Nipe Biblia, nyota ya furaha. Tuimbe sote. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno nzuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea.
sheria za ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia na haya maisha, mfariji tunapofiliwa, unionyeshe taa ya mbinguni, nione utukufu wa Bwana. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza, sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Asanteni sana. Wimbo mwingine ni wimbo namba 56 katika nyimbo za Kristo, waponyeni watu. Na kwamba tuko katika hatari ambazo tuko katika nyakati ambazo tunashindwa nini naendelea, lakini Bwana Yesu yu pande yetu kila wakati. Kwa hivyo wakati wote tunapokumbwa na changamoto, basi Mungu yu pamoja nasi tunapomwitana. Walio kifuni nenda waponye, tuimbe sote pamoja. Walio kifuni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanaoanguka uwainue, habari njema uwajulishe. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea. Wajapokawia anangojea, awasubiri waje tobani. Mwokozi hawezi kuwadharau, wasamehe tangu zamani. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea. Na ndani ya moyo wa wanadamu hawamo shida tena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwaokoa. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea. Walio kifoni nenda waponye, kazi ni yetu, zawadi iko, nguvu kuhubiri Bwana utoa, kwa subira tuwavute sasa. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yumo uwangojea. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko uwangojea. Mwokozi yupo kutungojea tunapomhitaji. Tunapoingia katika lesoni zetu, ningependa tuweze kuimba wimbo namba 83, ewe skuli ya Sabato, ewe skuli ya Sabato. Iwe skuli ya Sabato, tuweze kuimba pamoja. Ewe skuli ya Sabato, ni pazuri sana, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo.
Ananiita pole, nimtolee moyo yeye, nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Tutaomba. Asante Baba na Mungu wetu kwa ajili ya kipawa cha uhai umetupa bure. Asante kwa ajili ya siku ya leo Baba, ambao umetukirimia tukaweza kukaa ili tuweze tukakuabudu. Asante kwa ajili ya wale ambao wanatazama pahali popote pale walipo Baba. Baba, mipangilio yote tunaachilia mikononi mwako, ya kwamba uweze ukatuongoza katika mapenzi yako. Hata tunapoingilia katika kipindi kingine ambayo ni uchambuzi wa lesoni, maana hii ndio misingi yetu, maana ni pale ambapo tunajadiliana Biblia sawa sawa, ndio tuweze tukajua kwamba ni nini inaendelea Baba. Zidi kutuelekeza jinsi inavyokupendeza Baba, ukituandaa kwa ajili ya ufalme wako. Kaa pamoja nasi unapotengeneza kwa ajili ya ufalme wako, ni katika jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Happy Sabbath watoto. Happy day. Kwa majina yangu ni Teacher Gladys na mwenzangu hapa Doreen. Tunaenda kujifundisha kutoka kwa kitabu ya Danieli 1 kuendelea. Story yetu inatoka hapo. So tunaenda kujifundisha about story ya Danieli kwa watu wanne. Sasa watoto wote kwenye mko, watoto wote pahali penye unaniona mahali ukiwa umesimama, umekaa karibia kwa screen, at least uangalie teacher anawapea story gani. Story yetu about Shadrach, Meshach and Abednego. Hapa tunaona Shadrach, Meshach and Abednego. Tunaona walikuwa kwa nchi fulani. Hii nchi walikuwa kulikuwa na king. King alikuwa anaitwa Nebukadnezar. So Nebukadnezar aliwaambia, alikuwa anataka watu wake pahali penye walikuwa wakule chakula mzuri, chakula cha kiufalme. So Nebukadnezar alitaka hao watu wakule chakula ili waweze kukua wakubwa, wanone kabisa. Sasa hao vijana wetu waliafu kukataa. Wao walisema hii chakula mzuri, hii chakula nyama mzuri, chakula cha kiufalme ni kama saa hii upelekwe kwa unakula chakula. Hebu imagine, hiyo chakula mzuri niandaliwa hapo. And then na wewe unasema mimi sikuli hiyo chakula. Utaweza? Najua kila mtu hapa atakubali. Utakataa, useme mimi ninataka kukula hiyo chakula. Lakini hao vijana wetu wanne waliafu kukataa kabisa. Walisema hawataki kukula hiyo chakula cha kiufalme. And then kulikuwa na socha mmoja alikuanga anafanya nini? Alikuwa anasimamia au watu wote. Alikuwa ameambiwa ambie kila mtu aweze kukula nini? Chakula cha kiufalme. Hiyo chakula wameambiwa wakule na King Nebukadnezar. Lakini Shadrach, Meshach and Abednego. Daniel aliambia huyu socha, akamwambia please, unaweza tupatia only 10 days uweze kuona tutafanya nini, tutakuwa tumenona ama tumekonda. But ni nini ili happen after wamekaa hizo 10 days? Hawa vijana wetu wanne waliafu kufanya nini? Walikuwa wao ndio wanono kushinda wengine wote. So na tunaangalia tena, tukiangalia tunaona Nebukadnezar bado akuridhika, bado akaendelea, akaenda akaweka mfano kubwa. Ilikuwa wametengeneza mfano iko refu, mtu refu. Walikuwa wanataka watu wote waweze kufanya nini? Kuabudu hiyo mfano miungu. Walikuwa wanataka waabudu hiyo miungu yake. So vijana bado walisema nini? Walikataa. Ni nini Nebukadnezar alifanya? Akasema, sasa ikiwa mmekataa kuabudu hiyo mfano, hii miungu yangu, itabidi muingie kwa dunuru ya wapi? Ya moto. Na vijana hawakukataa.
Hao vijana waliamka wakasema it's okay, na Nebukadneza akawaambia tutaona huyo Mungu mwenye mnaabudu atawaokoa kutoka wapi? Kwa hiyo nuru ya moto ndani. Na vijana wenye walisikia hawakukataa, hawakuwa na shida yote, wakaamka wao wakaenda wapi? Wakarushwa pale ndani. But ni nini ili happen after wamerushwa mpaka wale socha waliwarusha pale ndani, waliafu kuchomeka. But vijana wetu waliingia ndani because walikuwa na Mungu, because walikuwa wamesimamia wao wenyewe kwa njia sawa kuabudu Mungu. Mungu aliwasaidia pale ndani na wakaafu kutoka pale ndani wakiwa wako wazima. Sasa watoto wenzangu wote, najua pahali mko mmesikia story ya Daniel, Shadrach and Abednego. Na nyinyi ikiwa mnaambiwa, tuseme mzazi wenu amewaambia kaa hapa kwa kanisa, nyinyi watoto wacha kukue. Sasa umekuwa mtoto mkubwa, umeinuka, umekuwa mkubwa, unachange mienendo zako, unatoka kwa Mungu unaenda kwa maneno zako za dunia. Mungu anawapenda nyinyi nyote, na tunafaa kujiombea sisi wenyewe na tuombee wazazi wetu. Mmesikia watoto? So tumemaliza story yetu, ili tuacha tuombe ili tuweze kumaliza story yetu. Na tuombe. Mungu Baba aisiye mbinguni, tuacha mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asante. Asante Yesu, umetulinda wiki mzima mpaka saa hii, tunakushukuru. Angalia tumesoma story ya watoto, na tunaomba ili iweze kuwasaidia wagrow wakijua Yesu Kristo wewe ni Bwana wa maisha yetu. Na ni machache katika jina lako nimeomba na hata kwa Mungu. Amen. Happy Sabbath and happy day. Welcome for today's lesson. Before we start, I would like us to introduce ourselves. My name is Ken Mboge. Nami kwa majina naitwa Keva Machuka. Na mwenzetu ambaye anatusaidia katika ishara anaitwa Dori. Asante. Before to answer lesson ya leo, ningependa mdango Keva atuweke kwa maombi ndipo sasa tuendelee. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu aishiye mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo njema. Asante kwa maana umetupatia siku hii ili tuifurahie na tuweze kukuabudu. Tunapoenda katika uchambuzi wa lesoni, naomba kwamba uwepo wako uweze kutusaidia, uweze kuandamana pamoja nasi, ufungue fahamu zetu na akili zetu, ili yale ambayo ni mapenzi yako tuweze kuyafahamu kwa wakati kama huu tunapongojea marejeo yako ya mara ya pili. Ni ombi langu kwa jina safi la Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Asante. Lesoni ya leo ni lesoni mpya ya hii quarter, lakini kabla tuendelee, ningependa kukuarifu just a brief summary of the last quarter's lesson. Tumekuwa tuna lesson nzuri all that time, the whole quarter, and on the part of the lesson we had thing to do with how we should interpret the scriptures, and we found that you can only interpret the scripture if you read and understood the word, and you can understand the word after reading it and being led by the Holy Spirit. And so doing, we were taught, hiyo lesson ikatufunza kwamba ndio tuwe mwangaza kwa wengine, lazima tuishi na yale ambayo tunayasema. We must live living by the word. Living by the word means that all that you teach, all that you show others that they should do, they should see that in you. Therefore, as a Christian, if you are preaching water, you should be also be taking the water itself. Do not preach the waters as behind the scenes you are drinking or you are taking wine. So, ndio tuwe mwangaza, ndio tuwe kielezo njema kwa wengine, lazima tuwe role models to the rest of the world. In so doing, the world will be able to see the light in us.
I think that's but a brief recap of the last lessons or the last quarter's lesson. Lesoni ya hii quarter tunaanza hii leo, na the title of the lesson, we are now making friends of God. And the first week of this lesson is talk about why we must witness, why we should witness. Kwa hivyo baada ya kuona jinsi ambavyo neno la Mungu lipo, the word of God, na jinsi ambavyo linaleta uhai ndani yetu, na jinsi ambavyo linatusaidia kuishi yale tunayoyasema, jinsi ambavyo umesema tusiwe tunahubiri maji tukinywa mvinyo. Kwa hivyo sasa ili neno linapoingia ndani yetu, jinsi lesson ya last quarter ilivyotuambia, now we need to show the word in us by kutoka nje na kutengeneza marafiki kwa ajili ya Yesu, making friends for Jesus, making friends for God. Kwa hivyo ili neno lililo ndani yetu linafaa litusukume so that we can witness. Na hiyo ndio part ya kwanza ya lesson ambayo tunaianza. Ni jinsi gani tunafaa kufanya ushuhuda ama witnessing for Jesus, ni kwa njia gani? Na natumai hayo ndio tutakayokuwa tunayaangazia katika lesoni ya kota hii na lesoni ya wiki hii, haswa tunapoangalia, tunapojifunza ni kwa njia gani tunafaa kutengeneza marafiki kwa ajili ya Mungu. Tutengenezee Mungu marafiki so that we can change the whole world. Kwa mfano sahihi, haswa tunapoishi nyakati kama hizi, nyakati ambazo ni za shida, nyakati hatari, nyakati ambazo zina mambo mengi, ni njia gani tunafaa kutengeneza marafiki kwa ajili ya Yesu ili watayarishwe kwa ajili ya ukombozi. So tukianza na introductory part, why should we witness, my brother? Why witness? Why should we witness? You know, you witness ama utatoa ushuhuda after knowing something. Na Biblia inatuambia ama huwezi jua kitu kama hujaambiwa. Na huwezi witness kama ndio utaambiwa, lakini lazima ufanye nini? Lazima you believe. You have to believe that one. Exactly. So we are witnessing the word or the marvelous love of Jesus Christ, because in us Jesus Christ lives in us. We have known the word, we have read the word, we have believed in the word. Now we go out. For you to be productive, you must let the world know that you know this. Therefore, you should demonstrate to the world that indeed this is the love of God. This is what Christ requires of us. So as Christians, we may be boasting that we know very much about the scriptures, but that one is not enough. That's not enough. To know the scripture, it has to do with what have you done to save a soul? What have you done to reach the world? Kwa hivyo ushuhuda wetu kwa ulimwengu unafaa kuonyesha jinsi upendo wa Mungu ulivyo, yale ambayo Mungu anayatarajia kwa wanadamu, na si kufungua uongo wote wa shetani. Kumwanika shetani jinsi alivyo mwongo, na kuwaelekeza watu kwa Mungu. And that is how tunafaa kuwa washuhuda kwa ulimwengu, ili ulimwengu wote uweze kumtambua Mungu. Tuweze kuprovide opportunities for salvation. Jinsi ambavyo lesson ilikuwa inasema ya kwamba sisi kwa ulimwengu kama huu, nakumbuka Mungu anasema katika kitabu cha Mathayo 18 mstari wake wa 13, inasema nini? Ya kwamba Mungu alikuja kukiokoa kilichopotea. Na hayo yakarudiwa vile vile katika kitabu cha Luka 19 mstari wake wa 10 uteremke. Inasema kwamba kwa maana mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Kwa hivyo sisi kama washuhuda
tunafaa kutoa ushuhuda, kuonyesha ushuhuda wetu kwa wale ambao wamo dhambini, kwa wale ambao tunawaita ni kana kwamba ni walimwengu, ili kwamba tuweze kuwaonyesha njia ya wokovu, njia ya kuokoka, tuweze kuwashuhudia, kuwatengeneza wawe marafiki wa Mungu, waachane na ulimwengu, waachane na shetani, watambue ya kwamba Mungu alikuja kwa ajili yao. Mungu hakuja kwa wale ambao already wamejua nikana kwamba wameokoka. Najua wakati mmoja Yesu alipokuwa anaongea na Mafarisayo, alikuwa anamuuliza, sasa wewe mbona tunakuona njia zako unatembea na wadhambi? Ni kama una urafiki sana na wale ambao wanaonekana ni wadhambi. Mungu alimwambia, Yesu anawaambia akiwajibu ya kwamba mimi ni kwa ajili ya watu hawa nilikuja. Kungelikuwa ya kwamba hakuna wadhambi, mimi singeshuka nije duniani. Kwa hivyo lazima tuonyeshe watu wote katika ulimwengu mzima ya kwamba there is an opportunity to be saved. Kuna opportunity ya sisi zote kuokoka, ili kwamba tuweze kutayarishwa na tuweze kufanywa marafiki wa Mungu. Ungeweza kuongezea nini ndugu yangu? Jesus or heavens rejoices, yes, when the lost has been redeemed. That's the greatest joy that the heavens acknowledges. Yes. Is finding that one which is perceived to be lost. That vile ambavyo umesema, that huo wokovu haukuja kwa wale ambao, those who are perceived to have known the word, but the few individuals in our societies, in our neighborhood, yes, who have not yet seen or who have not yet accepted the salvation or the word of God. Those are the few, those are the people we should go for. Kwa mfano, kwa hivyo tunapoenda kutoa ushuhuda vile vile tunafaa kujua ni njia gani tunatoka nje kwenda kutoa ushuhuda. Ni njia gani? Kwa mfano, kupitia kwa kutengeneza marafiki wa Mungu, we make God happy. Yes. Now, swali linakuja, how can we make God happy? How can we make God happy? Ni njia gani tunaweza mpendeza Mungu, tumfanye hawe na furaha? Kwa mfano, ukitembea hivi mtu akuulize, ndugu yangu Ken, siku yako imekwaje? Utamuelezea mambo mengi, lakini just imagine, jaribu kuimagine tungekutana na Mungu sasa hivi. Umuulize, hey God, how has been your day? Unadhani angejibu nini? Angekueleza mengi. Mengi kulingana na yale ambayo binadamu wanafanya. Unajua binadamu tumepungukiwa kiasi. Yes. Na Mungu atakueleza jinsi ambavyo ameona watu wakitenda dhambi. Venye amechoka kuona watu vile ambavyo the way human beings behave in a funny way. And you see, just like any human being, kwa binadamu nikikuuliza siku yako imekuaje, kama imekuwa salama, kama wewe si mgonjwa, utaniambia siku imekuwa sawa. Lakini Mungu atakuwa Mungu yeye yale ambayo, kwa maana akona uwezo wa kuona yale ambayo yanatendeka kwa siri, yale ambayo yanatendeka on the line. You see all sorts of manner. Yaani una imagine Mungu angekujibu akwambie, unajua Ken, siku yangu leo imejawa na machozi tele. Nimechoka kuona wale ambao wanateseka kwa sababu ya njaa, hawana kitu cha kula. Nimeteseka kuona jinsi ambavyo nimeishi kulia nikiangalia jinsi ambavyo wengi wanahangaika kule magerezani, hawana mtu wa kuwapatia hope. Nimeteseka, nimepitia siku hii kupitia kwa machozi nikiangalia jinsi ambavyo mayatima wanateswa, hawana nguo. Yani that is what pains God. Hiyo ndio tunaweza sema kila siku yake inakuwa aje. Wale ambao wako katika refugees camp, kilio chao kinamguza Mungu sana. Na ndio maana Mungu anasema sisi kuwa witnesses wake ni kuwafikia wale walio kwa hali ya chini katika jamii, so that we can show Jesus to them. Wale ambao ni maskini wapewe chakula, walio na njaa washibishwe,
walio gerezani watembelewe, watiwe nguvu, wasio na mavazi wapewe mavazi. Ili ndilo jambo ambalo it's the first witnessing point. Unakumbuka hata Yesu alipokuwa katika ulimwengu, katika hali zake za witness na kufanya kazi yake, he was meeting the needs of people in the society. Alikuwa anakutana na mahitaji yao kwanza. Ukristo kamili, Ukristo ambao ni wa kutoa ushuhuda kwa Yesu na kuonyesha jinsi Mungu alivyo, ni wa kuonyesha upendo kwa wengine and getting to their needs. Tuweze kuyafikia mahitaji yao, na ndio maana unaona hata kile ambacho kina interest Mungu sana ni jinsi ambavyo mimi na wewe na mwingine ambaye anatusikia tunaguza maisha ya mtu mwingine katika jamii. Si jinsi ambavyo umetoa saka na sadaka, si jinsi ambavyo umefanya nini. Hayo yote si vibaya, ndio, lakini how do you impact? Umeguzaje maisha ya wale ambao wanakuzunguka? Wewe unapika chapati kila siku, mwingine analala njaa. How many times umetoa that which you have ukamfikia jirani yako ukampea? Ndio maana kumbuka, ndugu yangu, wakati mmoja, wakati wa hukumu, tunaona kuna makundi mawili yanayokuja kwa Mungu. Mwingine anasema, mimi nilikuwa mwimbaji mzuri, nilikuwa mhubiri mzuri, nimefanya kazi yako. Na Mungu anawaambia, uliniona nikiwa na njaa, ukunipa chakula, ukaniona nikiwa uchi, ukunipa mavazi. Naona, ondoka kwangu, sikujui. What interests God ni kile ambacho tunawafanyia wenzetu, si yale ambayo tunafanya waswa. Mahubiri ni mazuri, kila kitu ni kizuri, but the true witnessing, ile ambayo tunaweza fanya is making God happy, making Jesus happy, na ni kupitia kwa kuwafikia wale ambao wana mahitaji. Na ndio maana unaona hiyo ndiyo central point yake anapozungumzia katika ile hukumu. Anakuambia, uliniona nikiwa na njaa, hukunipa. Unaona, how did we get to reach to the needs za wale walio katika jamii yetu na tukaweza kufikia mahitaji yao? Na hivi kwamba tuseme haya mahitaji tusifikirie kama tuseme ni mavazi ama tuseme ni chakula. Haya mahitaji, hii chakula ambayo hao watu wanataka ni neno la Mungu. People can be thirst of the word of God. They need to be sheltered by the word of God. All that brings joy to the heavens is knowing that those who are perceived to be lost are saved. That's the only way. That's the only point whereby you can say, indeed, you have testified with the word that you have saved us all from being lost. You see, that's the very thing. After meeting the physical needs, do not forget to nourish these people with what? With the word of God. Because with the word of God, it satisfies every need that human beings need. Kwa hiyo njia hiyo kupitia kwa kuwafikia, kuwapatia, ndivyo hata sisi tunavyokuwa growing by giving. Yaani tunakuwa tunapotoa, hata sisi tunakuwa. Kwa mfano, nilikuwa nimeona hadithi moja iliyokuwa imetolewa katika lesoni kuhusu the Dead Sea. Bahari ambayo imekufa. Unajua, what is that sea called a Dead Sea? Mbona unadhani bahari hiyo ikaitwa bahari iliyokufa? Ukweli hakuna uhai ndani ya bahari ile. Inapewa maji na mto Jordan baada ya mambo mengi. But the funny thing with the Dead Sea ni kwamba iko na inlets, haina outlets. Iko na inlet, ndio maana sasa salt level ya bahari ile iko juu sana. In fact, wasayansi wanasema iko na 33.7% salt. Inaonyesha ya kwamba ndani yake hakuna kitu kitakachokuwa. Na katika usomi wetu tulifundishwa ya kwamba zile bahari ambazo ziko na inlets lakini hazina outlets zinakuwa ni salt water bodies. Na hii kwa sababu haina outlet ya njia yoyote ile, inakuwa salt content yake iko juu na hakuna uhai ndani yake.
What is the trick here? Yaani Mungu ametumia hata nature kutufundisha jinsi ambavyo tunafaa kuishi na kufanya mambo yetu. Unapopokea kwa mfano pahali ya inapopokea maji kutoka kwa mto fulani, inafaa itoe kupitia kwa mto mwingine. That is how we grow. Victoria inapopokea maji kutoka mito kama vile Wasonyiro, inatoa kupitia kwa mto Jordan. Unaona? Kwa hivyo hata sisi tunapopokea, acha tu ikile ambacho tumepokea, we share to others, we give the grace that we have received. Let the people, wale ambao wametusurround, ile community iliyo kando yetu, feel the grace of God that is in our lives. We grow by giving. You grow by giving. After you have given out what that which you have, you know, you make other people know also. Whatever that you have, you make the world know. But what happens when you become selfish? It means that everything, you love yourself so much than others. Therefore, you are going to be static. In fact, you are going to be dead. Mm-hmm. That's what the author of the lesson says, refers to. He has given an example of the Dead Sea. Mm-hmm. Dead in spirit, dead in the Word of God. Mm-hmm. You may claim to be having, you may claim to be having or to be knowing the Word of God. Mm-hmm. But if you can't share it with others, you are not going to grow. Amen. Yes. Kwa hivyo wacha tuwe waaminifu katika zile commands ambazo Mungu ametupa, so that we can reach others, tuwafikie wengine, tuwe washuhuda wa kweli katika jamii, ili tuweze kuwafikia wale walio na mahitaji, tuwatengeneze wawe marafiki kwa Mungu. Nipi, what are your last words kabla ya sisi kutamatisha lesoni ya wiki hii ya jinsi ya kuwa witnesses for God in this particular world? Your last statement? The love of God flows from our hearts to others. Thus, we should be ready to share God's word to others. Mm-hmm. If we want to grow, if we want our families to grow, if we want our church to grow, by sharing what you know, that's the only way you will have the ones that are lost. Mm-hmm. You will draw people nearer to Christ. Mm-hmm. You see that once you share all that you have been privileged to know, Mm-hmm. you allow others to do what? To share that joy in you. And then, when we must witness the heavens, that is the heavens, the means of bringing joy to the heavens. Mm-hmm. You know, sharing, I like that point of sharing, that because it brings about being mindful of others. Yaani inaonyesha jinsi ambavyo tunawajali wenzetu. Thank you. That's the point. That we should know that salvation is not for us alone. It's for everyone. It is for everyone, and that's the reason as to why God Himself sent His Son to die for us, not for a particular group, but to everyone. What does that tell us? It tells us that salvation is for everyone. Salvation is for everyone who has known. You will only be saved once you have understood, once you live by the word. Yes. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tuna kazi ambayo tuwafaa kuifanya. Ndio tumepokea neno, tumeona yale ambayo Mungu ametupa, the grace that we have received, ule upendo ambao tumeupokea. Wacha tuwe channels ya hii upendo na neema kuflow to others, wale ambao wanatuzunguka katika jamii yetu. Wenda ni jirani yako, wenda ni ndugu yako. Wacha wahisi upendo wa Mungu, wasaidie walio na haja,
kwa maana kupitia kwa haya wewe na mimi tutakuwa tunawafanya wawe marafiki wake Yesu Kristo, wawe marafiki wa Mungu. And it's through this, mimi na wewe tutakuwa katika Ukristo wetu. If we can share, kama tutaweza kukubali kupeana kile ambacho tumepokea, tutazidi kupokea zaidi, na tunapopeana zaidi tunakuwa hata zaidi. If you want to grow, kama wewe unataka kukua, nami nataka kukua, siri ni moja: kupeana kile ambacho tumekipokea, kuwasaidia wale wenzetu wanaotuzunguka. And by this tutakuwa tunakuwa witnesses wazuri kwa Mungu. And by being true witnesses, kwa kuwa mashuhuda wazuri wake Mwenyezi Mungu, we are making friends for Jesus. May God bless you. Amen. Ndugu yangu, tufanyie ombi la mwisho kumaliza. Asante kwa hiyo lesoni, na ningependa mweze kubarikiwa nyinyi wote mnaotutazama, na tuendelee kuishi kwa neno, na tuhakikishe wale wenzetu ambao tunaishi na wao pia wao wamepata huu ushuhuda ambao tunazungumzia. Mweze kubarikiwa nyinyi wote. Tuamini na tuombe. Almighty Father in heaven, thank you for this morning. Thank you for the lesson that you have had. I pray that, dear Lord, you may dwell in us, you may bestow in us the virtue of sharing after knowing this word, that we may reach many in those who have been perceived to be lost. Speak to your children. Let's know what you deserve from us. Bless us this Sabbath, and may we see the Holy Spirit manifesting in us. Let your will be done. This is our humble prayer in Jesus' name. Happy Sabbath and happy day. Tunaendelea na ibada yetu, na kwa sasa tutaimba wimbo namba 41 katika nyimbo zetu za Kristo, namba 41, Roho Mtakatifu. Naomba nyumba
sifa tukiongozwa na mwalimu. Tunaomba sisi wote. Baba wetu Mungu mtakatifu, ishi mahali pa juu mbinguni, asubuhi njema tunakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya wakati mwema ambapo tungependa kuchukua kwa sababu ya kunisikiliza neno lako takatifu. Tujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu atakayetuwezesha kuyanena yale yote ambayo yakusudia kwa sababu ya ukombozi wa watoto wako. Baba wetu, tusamehe dhambi na makosa na utulinde katika njia zetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Happy day. Happy Sabbath. My name is Wesley Owen, and my sign language is called Doreen. And I will read from the book of Ephesians chapter 4 verses 1 to 2. And the Bible reads, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Thank you. Tutaimba katika nyimbo zetu za Kristo namba 14, nitembee nawe, tukiongozwa na mwalimu. Nitembee nawe Mungu, tuimbe sote. Nitembee nawe Mungu, alivyotembea Ego, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe. Siwezi tembea peke, pana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu elfu, adui wengi hufichwa, umetuliza bahari, Yesu nitembee nawe. Ukinishika mkono, anasa kwangu hasara, kwangu nitasafiri, tautwika msalaba, hata mji wa Sayuni, Yesu nitembee nawe. Tusimame wote kwa ajili ya maombi. Tunaomba. Mtakatifu Mungu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo, mchana wa leo, kwa sababu ya upendo wako ambao Bwana umetujalia. Wakati huu tunapo ingia katika ibada kuu, tunakuomba Bwana wetu kaweze kuwa mzungumzaji, mtumie mzungumzaji atakayesimama Bwana kuwa chombo chako, atakayanene mapenzi yako
akaweze kusimama Bwana katika njia ya haki, ili Kristo wote ambao naosikia, wote ambao wanapopata injili hii wakaweze kubarikiwa na kuandaliwa kwa ajili ya marejeo yako. Samehe dhambi na makosa yetu Bwana, unapotuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Na sasa Bwana wetu, kwa sababu yote ambayo tunapitia, tunazidi kuomba Kristo ukaweze kuwa utushindie janga zote ambazo tunazopitia. Bwana wetu wa mbinguni, tuomba ukaweze kusimama na wana wako sehemu zote mahali walipo, ili Bwana wetu kaone ushindi wako. Hatimaye tutakaposimama kwa washindi, tutakushukuru, tutakusifu, tutakuhimidi. Mapenzi yako yatendeke jinsi upendavyo, tukiombea msumuzi atakayesimama Bwana, simama naye, neno lako likaweze kuwa kwa wingi katika wana wako watakaosikia. Mungu wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatendeke sasa hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tunapo zidi kubarikiwa katika ibada ya siku ya leo, nataka kuweza kukumbusha washiriki kwamba tunapoendelea kutoa zaka na sadaka, tutumie nambari ya akaunti yetu ya church kwa ajili ya kutoa zaka zetu na sadaka zetu. Namba hiyo utaipata katika screen, utaonyeshwa katika screen. Vile vile kuna paybill number kwa wale ambao wanatumia M-Pesa, wanatumia nambari 400-200 kwa ajili ya kutoa zaka na sadaka zetu. Vile vile hata kwa kutoa katika michango yetu ya ujenzi, tutatumia account zetu ambazo tutaziona katika screen. Wakati huu nataka kuwahimiza washiriki wote mahali pote walipo, wale tunafanyia ibada zetu nyumbani na mahali pote pale tuko katika vikundi, tuweze kuhamasishwa kwamba kulingana na hali ilivyo, jinsi ambavyo tunavyozidi kuona corona inatupeleka, tuzidi kujitahidi na tukizidi kungoja uamuzi na matangazo ambayo tutangojea kutoka serikali kwa ajili ya kuendelea na ibada zetu makanisani. Otherwise, nawatakia kila la heri katika sabato ya leo. Mungu wetu azidi kuwabariki. Asante sana. Happy Sabbath once again. Nachukua hii wakati tuweza kukaribisha kwaya ya kanisa waweze kuimba wimbo mmoja ya Mhubiri ya Ubiri. Ndugu yangu, kabla ya siku hiyo ya kutisha, hema itapofungwa, Mwokozi atapotamka, huzuni imekwisha. Mwokozi atapotamka, huzuni imekwisha. Watu wakimbia huku na kule wakiwa na kiu mingi, watu wakimbia huku na kule kwa kiu ya neno la Mungu. Watu wakimbia huku na kule wakiwa na kiu mingi, watu wakimbia huku na kule kwa kiu ya neno la Mungu. Ndugu yangu, siku hiyo inakuja, fuata maagizo ya Mungu. Kabla ya siku hiyo, Mwokozi atapotamka,
imekwisha, watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Mpendwa, jioji mwenyewe maisha yako na Mungu kabla ya siku hiyo neema itapofungwa, Mwokozi atapotamka kwa huzuni imekwisha. Mwokozi atapotamka kwa huzuni imekwisha. Watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Watu wakimbia huku na kule, wakiwa na kiu nyingi. Watu wakimbia huku na kule, kwa kiu ya neno la Mungu. Asante sana waimbaji kwa wimbo mzuri ambao umebariki roho za wengi. Mzidi kubarikiwa kwa ajili ya kuabudu Mungu kwa njia ya nyimbo. Bwana awabariki sana. Sasa wakati huu tunamkaribisha mzungumzaji ambaye atakaye mega mkate wa kutoka mbinguni, elda wetu Elda George Ogeto. Karibu sana kwa ajili ya mahubiri. Asante sana mzee kwa makaribisho mazuri. Wakati huu ningependa vile vile kuchukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Yesu. Wapendwa, hamjambo? Bwana asifiwe. Ni wakati mwema. Ningependa vile vile niwakaribishe wale mnatutazama kutoka nyumbani, kwa sababu nyakati hizi ni ngumu. Wengi wanaendelea kukaa kule nyumbani wakifanya home churches, na ni tumaini langu ya kwamba nyote mnakaribishwa, nyote mnabarikiwa na Mwenyezi Mungu, na tuendelee hivyo hivyo kusimama imara katika Bwana, kwa sababu yeye ndiye kimbilio letu na msaada ambao uko karibu na sisi. Ningependa tuweze kusoma kutoka kitabu cha Waefeso 4 fungu lake la kwanza hadi fungu la 6. Biblia nayo inasema hivi: kwa hivyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungu cha amani, mwili mmoja na roho moja, kama mlivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Papa wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Hebu na tuweze kuomba. Baba wetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako ambao unazidi kuonyesha kwa kila mmoja wetu. Ni wakati ambapo tungependa tupate kipawa cha Roho Mtakatifu
ili tunaponena Roho Mtakatifu apate kutuongoza. Tusaidie sisi wote, wabariki watoto wako wanapokaa kule nyumbani, wale ambao wako hapa kusikiliza neno takatifu, uweze kuwabariki na kuongoza katika njia zao. Tuomba Baba Mtakatifu, ukasiti kututendea makuu ambayo yanakupendeza katika maisha yetu, ili tukaweze kuyastahimili makali ya mwovu Shetani katika ulimwengu huu, tukiendelea kuwa na tumaini ndani yako Kristo. Hili ndilo ombi letu kwa jina takatifu la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Wapendwa, ni wakati mzuri ambapo ningependa nikaweze kuleta nikaweza kufafanua fungu hili ambalo tumepata kulisoma kutoka kwa kitabu cha Waefeso 4 fungu la kwanza. Unapotazama Waefeso 4 fungu la kwanza, Paulo anaanza kwa kujitambulisha. Anasema, kwa hiyo na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana. Paulo anatumia jina mfungwa. Mbona Paulo anatumia jina mfungwa anapoliandikia kanisa la Efeso waraka huu? Paulo amelitumia jina hili mara 3 tofauti, lakini lengo moja ambalo Paulo anataka kutuonyesha hapa ni kwamba Paulo ameshikamana na Bwana katika ushirika na angependa kutembea na Bwana jinsi ambavyo Bwana alivyomuita. Tukitazama maisha ya Paulo alipokuwa hajabadilika, tunapomtazama jinsi anavyowaua watu, tunavyomtazama jinsi anapokataa kanisa, ni kwamba Paulo alikuwa anaishi maisha yasiyokuwa yanapendeza, maisha yaliyofanya wengi wakamwogopa. Lakini wakati Paulo anapokutana na Bwana, Paulo amebadilika, Paulo amempokea Bwana, na sasa Paulo anapoliandikia kanisa la Efeso anaanza kwa kusema kwa hiyo na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana. Paulo amejitambulisha kuwa mfungwa katika Bwana. Ukisoma katika version zingine Kisungu inaweka sawa sawa. Kuna version katika Biblia hiyo inasema ya kwamba therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of your vocation. Biblia zingine zinasema you walk worthy of your calling. Sasa swali kuu ambalo tungependa kujiuliza, wito wa Paulo ni gani? Wito wangu mimi na wewe ni wito wa namna gani? Paulo anapoendelea kusema ya kwamba mtembee sawasawa na jinsi ambavyo mliitwa, Paulo anajaribu kutuletea maisha yetu ya siku baada ya siku, jinsi ambavyo tunastahili kuenenda, jinsi tunavyostahili kutenda, jinsi ambavyo tunastahili kushikamana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wajua, Paulo anapoangalia jinsi ambavyo alikuwa anaishi zamani na anapoangalia maisha ambayo ameyapokea ndani ya Kristo, Paulo ameamua ya kwamba ataendelea kushikamana na Kristo na kutenda kulingana na jinsi Biblia takatifu inavyomwelekeza katika maisha yake. Na anajua ya kwamba hakuna tumaini katika ulimwengu huu wa dhambi. Hakuna tumaini kwa mtu yeyote ambaye anaishi katika ulimwengu huu wa dhambi. Tumaini la Paulo ni kwamba anamtumainia Yesu Kristo kwa Bwana na mkombozi wa maisha yake. Hivyo basi unapoangalia jinsi anaanza, therefore ni kiunganisho as well as an adverb ambayo inaonyesha ya kwamba kuna mambo yaliyokuwa yameendelea kutoka nyuma, na sasa Paulo is making a conclusion akisema ya kwamba kwa hivyo therefore beseech you, na wapembeleza mtembee sawasawa na jinsi
jinsi ilivyo wito mlioitiwa na Bwana wetu. Wapendwa wa Bwana, naomba tuweze kusoma katika kitabu cha Wafilipi 1 fungu lake la 27. Wafilipi 1 fungu la 27, nayo Biblia takatifu inasema, lakini mwendo wenu na uwe kama inavyostahili injili ya Kristo Yesu. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyopasa injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaona nikaona nyinyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kama mnavyosimama imara katika roho mmoja na kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya injili, wala hamuogopi adui zenu katika neno lolote. Kwa hao ni ishara madhubuti ya kupokea, bali kwenu nyinyi ni ishara ya wokovu. Wapendwa wa Bwana, Paulo anaposema ya kwamba tutembee sawasawa na jinsi tulivyoitwa, anajaribu kutuelezea ya kwamba jinsi ambavyo tumeitwa ili tuweze kuendelea kumtazama Kristo na kuachana na mambo ya zamani tuliyokuwa tunayatenda: hasira, chuki, fitina, watu wameua wengine, ugomvi kila mahali. Ni njia ya mwenendo tuliyokuwa nao zamani, lakini sasa tunastahili tuwe na upendo na amani na furaha ndani ya Kristo na kutendeana mema sisi kwa sisi, ili dunia ipate kujua ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo. Wapendwa wa Mungu, ningependa niweze kusonga mbele na tuweze kusoma katika kitabu cha Waefeso 4 fungu la 1, nikikumbuka ya kwamba niliwaelezea wazi ya kwamba Paulo ametumia neno hili kuenenda sawasawa na jinsi ilivyo wito wenu mara 3 tofauti, akilenga kutuelekeza kwa njia ambayo ni moja. Mara ya kwanza kabisa Paulo anasema walk worthy of your calling. Biblia zingine zinasema of your vocation. Walk worthy of your vocation. Ukirudi sehemu ya pili, Paulo amesema walk in love. Tusome katika kitabu cha Waefeso 5 fungu la 1. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyoenenda nanyi tena akajitoa kwa ajili yenu sadaka na dhabihu ya Mungu kuwa harufu ya manukato. Wapendwa, Paulo anasema ya kwamba mwenende kwa upendo, jinsi ambavyo mliitwa, enendeni kwa upendo. Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu hakuweza kutukana. Alipokuwa anatukanwa, yeye alinyamaza. Alipokuwa anatendewa maovu, alinyamaza, kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa na upendo, na yeye kama mwalimu amesimama kutuita ya kwamba tuweze kuenenda kama jinsi ambavyo tumeitwa kama watoto wake. Sehemu ya 3 inasema walk as children of light. Tutembee kama watoto wa nuru, maana tunajua ya kwamba ulimwengu unaangamia, ulimwengu umeharibika, na kwa sababu hiyo Yesu anataka tukaweze kuwa chumvi ya ulimwengu, mwanga wa ulimwengu, ili ulimwengu unapoendelea kusoma kutoka sisi kwetu upate kuendelea kuelewa ya kwamba
tuliitwa ili kusudi tukaweze kuwafikia na kuwapatia neno lenye tumaini ndani ya Kristo. So Ukristo ni jinsi ya kutembea. Christianity is a way of life. Ni jinsi ambavyo tunatenda siku baada ya siku, na matendo yetu siku baada ya siku yanadhihirisha ya kwamba tumekubali kuitikia wito mkuu ambao Mungu ametuita, na kwa sababu tumeitikia, tumekubaliana na wokovu wa pekee ambao Mungu aliuleta kwa njia ya neema kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo aliyekufa kule msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili mtu yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni kwa njia ya neema, upendo wa kipekee. Hatukutenda jambo la kupendeza, hatukutenda jambo la kuvutia. Ni neema za Mwenyezi Mungu kutuleta pamoja ili tuweze kukaa karibu na yeye na kutenda kulingana na jinsi mapenzi yake yalivyo. Ndio sababu Mungu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote ambao mmelemewa na mzigo mzito wa dunia hii, nami nitawapumzisha. Huwa nashangaa, mzigo mzito wa dunia hii ni mzigo gani? Wapendwa wa Mungu, watu wamepotelea kwa ulevi, watu ni washirati, watu ni wanyang'anyi, mauaji yamekuwa kila mahali, upendo wa Mungu umepoa. Kila aina ya dhambi inatendeka katika ulimwengu huu kinyume na jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa anakusudia na vile alivyokuwa amepangilia, na haya yote ni kutokana na mbinu za mwovu Shetani. Maana Biblia inasema ya kwamba anaendelea hivyo kwa sababu amejua ya kwamba muda wake umeisha na anatafuta yule ambaye atakayemmeza. Hebu wapendwa wa Bwana, tujihadhari tusije tukamezwa na mwovu Shetani, maana nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Tutengeneze uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, tumshikilie Mwenyezi Mungu kama kimbilio letu na wokovu wetu, ili wakati atakaporudi katika ulimwengu wa dhambi, sisi wote tupate nafasi nzuri ya kuhesabiwa haki kwa njia ya neema, ili tuweze kwenda mbinguni kwa kuitwa wana na binti za mfalme ambao waliahidiwa ahadi ya uzima wa milele, na wakati umetimia wanaelekea mbinguni wakiimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, wakimsifu Bwana kwa furaha na shangwe, wakirukaruka, maana wokovu wao umekamilika na Mungu yu pamoja nao. Wapendwa wa Bwana, ninapoelekea kumaliza, ningependa tuweze kujua jambo moja, ya kwamba tumeitwa kwa njia ya neema. Tumeitwa kwa njia ya neema, nasi sasa kama tumeitwa kwa njia ya neema, tunastahili tukaweze kujibu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani, Mungu alipomwonekania Abrahamu, alinena pamoja naye na akaweza kumwambia Abrahamu, ondokeni katika nchi yako na uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Abrahamu hakushuku, Abrahamu hakuogopa. Abrahamu akatoka katika nchi yake aliyokuwa naishi na wapendwa wenzake, mahali ambapo alikuwa amezoea. Abrahamu akatembea moja kwa moja akaenda kule ambapo Mungu alipomwahidi ya kwamba anaenda kumpatia mahali ambapo ataishi. Jambo ambalo ni la kupendeza, ya kwamba tumeitwa kwa njia ya neema ya Mwenyezi Mungu, nasi tunaitikia kwa njia ya imani. Tunakubali, na kwa sababu tumekubali, inatakikana tuelewe ya kwamba mapatano ambayo tumeyaweka kati yetu na Mwenyezi Mungu si mapatano ya siku moja, si mapatano ambayo ni ya masaa fulani,
Mapatano ambayo tumeyaweka kati yetu na Mwenyezi Mungu ni mapatano ya nyakati zote hadi wakati Yesu Kristo atakapokuja. Wakati Yesu atakapokuja, atatuokoa kutoka kwa ulimwengu huu wa dhambi na atakaa pamoja na sisi kule juu mbinguni, tukaweza kufurahia kula matunda ya uzima wa milele. Jambo linalonipendeza zaidi, the bond ambayo iko katikati ya Paulo na Kristo ni ya kipekee. Maana Paulo anapoelewa ya kwamba kuna kule kushikamana pamoja na Kristo, yeye amejitolea maisha yake na kuendesha injili jinsi alivyoitwa na kusimama sawasawa katika hali ya imani, kwa kujizuia asiweze kuendelea kujihusisha katika kila aina ya dhambi. Na ndiyo sababu Paulo anatuambia, I urge you, I therefore urge you, walk worthy your vocation, walk worthy your calling. Tembea sawasawa na wito wako, tembea sawasawa na jinsi ambavyo Mungu alikuita ili upate kutembea. Wito wetu sio wito wa kutembea, sio wito wa kukimbia. Wito wetu ni kutunza maisha yetu katika hali ya ukamilifu, katika hali ya Ukristo, ukamilifu ndani yetu, kutokana na jinsi Biblia inapotuelekeza. Tuepukane na mambo ya zamani, maisha ya zamani tuliyokuwa tunayaishia, tuanze kuishi maisha mapya ndani ya Kristo, tukiendelea kujitolea kila wakati kuifanya kazi takatifu ya Mwenyezi Mungu, maana hii ndio wito wa kila mmoja wetu. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana Elda kwa mahubiri mazuri na matamu. Na kwa kumalizia, tutaimba wimbo namba 35 katika nyimbo zetu za Kristo, nimekombolewa na Yesu, kiongozwa na mwalimu. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi, kwa bei ya mauti yake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu, mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kuliogesha pendo lake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa, mimi mwana wake kweli, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda
kitambo atakuja, ili alipo niwepo. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa mimi mwana wake kweli. Basi wakati mwema, ningependa tuweze kuomba. Hebu sisi wote tuweze kufunga macho na tupate ombi. Uishie milele zote, muumba wa mbingu na nchi na chemichemi za maji, Baba wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya pendo kuu ambalo umelionyesha kwetu, na tunakuomba Baba ukajidhihirishe kwa kila mmoja wetu kupitia kwa uweza wa Roho Mtakatifu, ili watoto wako wapate kuona neema zako na upendo wako katika maisha yao. Tuokoe kutokana na makali ya mwovu Shetani, na tulinde katika njia zetu, maana hili ndilo ombi letu katika jina takatifu la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen.